Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mwana kalam. Naam, leo tupo tena hapa kuzungumza kidogo. Kama ambavyo wengi mnafahamu, Rais Donald Trump yupo China kuanzia leo tarehe 13 mpaka tarehe 15. Yes, ameenda China kwa sababu ya mambo mbalimbali. Yes, lakini wengi wamekuwa wakizungumza tension ambayo imekuwepo kati ya Marekani na China kama moja kati ya vitu ambavyo vinaangaziwa sana katika hii safari yake yes, lakini kuna mengi zaidi ya hilo. Yes, kuna habari ya tariff, wanafanya mazungumzo juu ya taarifa ambazo zimekuwepo Marekani amekuwa akiwekea China. Kuna habari ya kuimarisha biashara baina ya hizi nchi mbili. Yes, kuna mgogoro kati ya Taiwan na China ambapo Marekani amekuwa akihusishwa pia, kwa maana amekuwa akijibanza nyuma ya mgongo wa Taiwan. Pia hili ni moja kati ya mambo ambayo yatakuwa mezani katika yes, safari hii. Lakini tofauti na safari yake ya kwanza kipindi kile, yes, safari hii anakwenda kinyonge. Yes, anakwenda kinyonge kutokana na hali, upepo wa mambo jinsi ulivyo. Marekani yupo kwenye wakati mgumu sana katika hii vita, na inaelezwa kuna habari za ndani kwamba Marekani anaenda kutafuta msaada wa China, anaenda kumbembeleza China amsaliti rafiki yake. Yes. So ni kitu ambacho kimekuwa kikielezwa sana katika msafara huu wa rais wa Marekani. Ameambatana na ma-CEO wa makampuni karibu yote makubwa. Haijawahi kutokea. Marekani yupo kwenye tension kubwa sana sasa hivi. Unaambiwa ma-CEO wa kampuni kama Meta, Apple, yes, Tesla, bwana Elon Musk, na wengine wengi, yani makampuni yote makubwa, ma-CEO wake wameambatana na Rais Donald Trump, zaidi ya ma-CEO 13. Haijawahi kutokea katika historia ya taifa la Marekani, rais wa nchi ya Marekani kwenda kufanya ziara katika nchi nyingine akaambatana na ma-CEO wengi namna hii. Hii inaweza kuwa inaeleza vitu vingi, kwa sababu kwa watu wazoefu, kwa viongozi wazoefu, usingeweza kutarajia kitu kama hiki. Yes, Trump ni mtu wa naita side shows. Anapenda drama, anapenda kucatch attention za watu na nini. Unaweza kuona list ya ma-CEO hapo kwenye picha. Inafurahisha sana. Yes, amekwenda nao. Lengo na madhumuni kwa mujibu wa taarifa za ikulu ya Marekani ni kwamba wanatarajia hawa mabwana wawe ni sehemu ya mijadala ambayo itakuwa ikiendelea, kwa maana ya wanatarajia watapata fursa za kuunganishwa na fursa mbalimbali ambazo ziko China. Lakini kuna taarifa moja ambayo haisemwi sana. Baadhi ya wabunge wa Marekani wamekuwa wakizungumza tangia alfajiri ya leo. Imekuwa kama ni siri, ni kwamba Rais Trump anatarajia kutoa ofa ya kuipa China kiwanda, nafasi ya kutengeneza kiwanda cha thamani ya
dola trilioni 1. Yes. Hii ni habari nzito sana. Yes, kwa Marekani ni sawa na matusi, kwa sababu wamekuwa wakipiga makelele kuhusiana na China dominate, kupewa nafasi kubwa ya kufanya biashara Marekani. Yes, ilikwenda ikafika hatua mpaka wakalazimisha TikTok iuzwe kwa Marekani, yani part ya TikTok kama franchise pale Marekani iuzwe kwa Marekani. Yes, sababu China amekuwa akidominate sana, akijaribu kudominate sana. TikTok ilikuwa super famous Marekani. Yes, yeah. So kulikuwa na hizo kelele. Sasa right now tunaona Rais Donald Trump anaenda kumpa, ijapokuwa haijathibitishwa, lakini ni taarifa ambayo imekuwa ikisemwa sana, kwamba Rais Trump anaenda kutoa nafasi kwa China, kwa President Xi atengeneze kiwanda Marekani chenye thamani ya dola trilioni 1. Hii ni hatari, ni hatari sana. Yes, kama itakuwa ni kweli, basi itakuwa ni topic of discussion. Yeah. Yes, kwa hiyo kingine ambacho pia kinaenda kuzungumzwa, kinatarajiwa kuzungumzwa katika mkutano huu wa Rais Trump na Rais Xi ni kama nilivyokuambia, mgogoro wa Taiwan. Ni kudodose tu kidogo. Taiwan ni nchi ambayo inajipamba, inajieleza kwamba ina mamlaka kamili. Yeah. Sasa siku zote China amekuwa akitazama Taiwan kama sehemu yake, kwa maana ya kama sehemu ya China, lakini wa Taiwan wenyewe wanajiona kama watu wenye taifa lao, wenye mamlaka kamili. Yeah. Wana serikali yao, wana pesa yao, wana mambo yao wanaendesha. Yeah. Yes. Sasa China anataka kuigrab, anataka kuichukua Taiwan. Yes, nataka kuichukua, wazungu wasema by hook or by crook. Yani vyovyote, yani kwa namna yoyote, kwa mazungumzo ya amani au hata kwa njia za kijeshi. Yes, kwa sababu amekuwa akiwa na connection na hii nchi, kwa maana ni sehemu ambazo zipo karibu. So sasa kiundani zaidi, China, Taiwan kuwa huru inakuwa si salama sana kwa China, kwa sababu Taiwan amekuwa akifanya akiwa na usuhuba na Marekani, na Marekani amekuwa na military base yake jirani na Taiwan. Kwa hiyo Taiwan kuwa huru ni jambo si jambo la kufurahia sana kwa China, umeona. Kwa hiyo wamekuwa akipambana ku make sure kwamba wanaifanya kuwa ni sehemu ya China. Yes, apart from hilo, Taiwan pia wana madini muhimu sana ambayo yanatumika kutengeneza semiconductors. Semiconductors ni chip muhimu sana ambazo zinatumika kwenye simu, umeona, kwenye magari, kwenye computers. Inatumika pia katika mifumo ya artificial intelligence, AI kwa sasa, ambayo ndio everything, umeona. Yes, kwa hiyo ni one of the largest, yani producer wa hizo semiconductors ambazo zina ubora wa hali ya juu. Yes, sehemu nyingine ambayo inafanya production ya hii ni Mashariki ya Kongo, na kwenyewe kuna mgogoro pia. Marekani alienda akaingia mikataba na serikali ya Kongo pamoja na Rwanda, mliona. Yes, pia nako uko Mashariki ya Kongo. Yes, wanafanya production, wana madini ambayo yanazalisha hizi semiconductor ambazo ni very important, ni muhimu sana katika utengenezaji
hizi chip ambazo zinatumika kwenye kompyuta, simu, umeona, na artificial intelligence. Yes, kwa hiyo uwepo wa hizo pia ni moja kati ya vitu ambavyo vinaleta huu mvutano kati ya Marekani na China. China anaitaka hii kwa sababu nyingi, one of them ikiwa ni hii usalama pamoja na kuhodhi umiliki wa madini muhimu kama hayo, umeona. Na Marekani na yeye yuko pale kwa sababu popote penye fursa, penye madini, penye natural resource, pua ya Marekani huwa haikosi. Kwa hiyo ni trip ambayo watu wengi wamekuwa wakiangalia katika jicho la karibu, especially kipindi hiki ambacho Marekani anatembea kwa magoti. Hali yake si nzuri sana. Kwa hiyo hatujajua nini kitaenda kutokea, lakini sisi yetu ni macho. Ngoja tutazame na tuendelee kujifunza, kutazama kile ambacho kinaenda kutokea. Hadi wakati mwingine, assalamu alaikum.